kwa Simba kwa namna ambavyo walivyofanya, na hapo waliposema kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameandika kupitia ukurasa wake wa Instagram: pongezi za dhati kwa klabu ya Simba kwa ushindi katika mchezo wa mashindano ya kombe la shirikisho Afrika, yani CAF Confederation Cup. Ushindi wenu ni furaha kwa mashabiki wenu na burudani kwa Watanzania wote. Ninawatakia kila la kheri katika nusu fainali. Mara baada ya hapo, kama ambavyo ameweza kuzungumza, goli la mama limeweza kuhusika. Limehusikaje? Hawa hapa mashabiki wa mkoa wa Singida nao pia wakiweza kutoa maoni yao juu ya goli la mama. Mchezo kwa ujumla tayari mchambuzi hapa ameweza kuchambua, na hawa hapa mashabiki wa mkoa wa Singida wao wakizungumza baada ya ushindi wa mchezo huo. Namna gani wameweza kuzungumza? Bana, mambo vipi mpenzi msikilizaji wa Standard Radio FM? Ni matumaini yangu kwamba wewe uko salama, lakini zaidi ya yote hata mimi pia niko salama. Ni nini mjini? Mjini ni Simba Sports Club kuvuka kwenda hatua ya nusu finali. Wao wanasema hii ilikuwa ni lazima wavuke, na tayari wamekujavuka kwenda kwenye hatua inayofuatia, na hakika waliheshimisha taifa kama ambavyo wamekuwa wakifanya mara zote, na wamerudia tena kufanya, na sisi kama Standard Radio tunaamua kugea kitonge hapa kwa wadau mbalimbali wa soka na football wayazungumze ya kwao ya moyoni. Bwana, mambo vipi? Shwari baba. Kama kawa. Kama kawaida. Nipe tano kwanza mwanangu. Baba, piga wewe Lunyasi, wewe mwananchi. Baba, mimi ni Lunyasi. Haki ya Mungu. Kabisa, wanasema Lunyasi ni moja katika timu hatari sana. Leo imemtoa Almasiri kutoka kule ambapo ametoka, amekuja kukutana na Kijingi. Lakini watu mswada mzima wanaozungumzia ni Simba goli la mama. Hii kawaida ya kupata goli la mama, unadhani hasa hii imekupa furaha na hamasa kiasi gani? Mimi kwanza nimshukuru mama kwa sababu kwa namna alivyokuwa ametia ule motisha, hii inasaidia sana kukuza soka letu la nchi hii. Kwa maana hii sasa sisi Simba, kwa shukrani ambazo tunazitoa kwa mama, yeye ndo anajua kwa sababu gani timu pekee iliyobakia kwenye nchi hii kwa ukanda wetu, yani nchi na ukanda wetu wa Afrika Mashariki na Kati, ni Simba pekee kwa ukanda wa kimataifa. Kwa hiyo mimi nadhani mama, sisi tunashukuru kwa mpunga wake, endelee kuweka, na tukiendelea inawezekana Allah kijalia kwa kwenda mbele zaidi tupige hata finali, tuchukue kombe hata siku moja, iwe ndoto ya Tanzania kushika kombe la Afrika. Elia Mpanzu Kibisawala leo amekuwa ni nyota pendwa kabisa wa wanalunyasi. Pengine unadhani Elia Mpanzu Kibisawala mama ampe surprise gani nje ya surprise kibao ambayo Mama Samia amekuwa akitoa kwa watu mbalimbali wa soka? Bwana, mimi kwa Elia Mpanzu mimi nasema Simba wamepata mchezaji wa aina yake. Kwanza hawa wachezaji ni wachache sana kuwapata. Mawenga wanai wanasema hawa ni new generation ambao wanakuwa ni locomotive na ambao ni locomotion. Ina maana anaweza akatembea upande wa kushoto na upande wa kulia. Sasa hii inasaidia kwa sababu gani? Tukipata watu kama wale kina Mpanzu wawili, mmoja akitokea upande wa kushoto, mwingine upande wa kulia, mimi nakwambia Simba hii hata kwa mwakani inaweza kuwa ni wakali zaidi. Haki ya Mungu. Hayo ni maneno ya wanalunyasi hapa baada ya kupewa kitonge, na wamekuwa wakizungumza mambo kadha wa kadha. Nakutana na mwananchi hapa kwa hekima zote, amenipigia uzi. Bwana, mambo vipi kaka? Bwana poa, mambo vipi? Wanasema Simba goli la mama limewafanya wamepita. Vipi, unatoa neno gani kwa Mama Samia Suluhu Hassan licha ya kuwa wewe ulishindwa kuvuka kwenda hatua inayofuata? Kwa kweli mimi nichukue fursa hii kuwapongeza Simba Sport Club, wameliheshimisha taifa. Ndio. Mimi kama mdau na mwanachama wa Young African, ndio nimepata motisha kubwa sana. Kipekee namshukuru sana mama kwa sababu kitendo cha kutoa hiyo motisha inaongeza hamasa, na kama ninavyojua wanapokuwa wanafanya kupata ile motisha wanaongeza hamasa, hata biashara watu wanauza
tunapata watu kutoka nje wanaingia. Kwa hiyo sisi tunaendelea kufurahia lakini tunaendelea kutangaza na sisi awamu ijayo tunaamini tutafanya vizuri kupitia goli la mama. Goli la mama. Wanasema wamemalizana na Al-Masry, wanarudi ligi kuu kuzitafuta pointi zao ambazo mnaonekana kama mmebembea pale juu, mnakula kiyoyozi. Na kesho huko na Azam FC tajiri wa Chamazi. Pengine neno moja tu kuelekea game ya kesho. Kwa kesho, kesho lazima tufanye yetu. Tunaenda kutangaza rasmi. Ye mama atie na huko. Huko mama hata akisipotia, kesho tunaenda kutangaza rasmi tunachukua kombe. Haki ya Mungu. Kwa sababu mnyama alishatukimbia. Amekimbilia kule, naamini atarudi atatukuta tena. Tunamsubiri. Tunamtamani sana hii ligi atuachie. Ili awamu ijayo tufanye yetu. Haki ya Mungu, hayo ni maneno ya wadau wa soka. Leo wana Simba tutawakoma. Yaani kama maharage mwezi wa Ramadhani ni mboga, ni iftari. Na siku za kawaida ni mboga, tutajua katika siku hii ya leo. Nimpate bwana mzee wangu hapa, anaonekana anakitamani sana kitonge. Mzee wangu, mambo vipi? Mambo ni shwari. Kelele moja tu mimi naitaka kwa Mama Samia. Kelele moja kwa Mama Samia ni mama umefanya vizuri sana. Goli la mama Mohamed Dewji akaweka 500. Tuzungumzie goli la mama. Naam. Mama amekuwa na faida gani katika kukua kwa soka letu Tanzania? Kwa kweli kati ya marais waliopita kuitawala hii nchi, mama ameonyesha uwezo wa tofauti sana. Ndiyo. Kwa sababu hakuna rais aliyoweza kuahidi kipunga kama hiki cha mama. Maana mama ameanza kuahidi tangu alivyoingia madarakani, akaweka mpunga na timu, na tunaona soka letu limeenda juu mpaka timu zina qualify, zinaenda kwenye hatua ambazo hatukuweza kuzifikia. Mimi ninachosema kwa kweli mama anafanya vizuri, anaupiga mwingi na yeye kumbe ni mchezaji. Unahisi mama peke yake ataliweza hili au inatakiwa sasa wadau watie support kwa Mama Samia Suluhu Hassan? Mama ni rais, ni kiongozi wa nchi. Kwa hiyo wadau, kiongozi hawezi kuwa yeye peke yake. Lazima awe na wenzi wake, watu wanaowatawala, na lazima awe na wadau waendeshe hizi habari na soka letu lifike mahali, tufike mahali ya kwenda mbali kabisa. Mnyama kama mnyama alishakuwa na jina linaitwa Mwaka Robo. Sasa hivi tumewaonyesha kwamba Simba ni mnyama wa wapi, ni mnyama wa mwituni na amenguruma. Kule Misri, kule Egypt, alienda jangwani ndio maana alishindwa kunguruma, lakini alivyoingia ni msituni, kilichotokea watu hawatamani kusikia hiyo kitu. Asante sana. Sasa bwana, hizo ni tambo za mashabiki wa Simba Sports Club wa sasa wakimpa shout out Daktari Samia Suluhu Hassan popote pale alipo, kelele na nyuki zimfikie. Pengine nimalize na mashabiki wawili watatu hapa ambao nao watazungumza ya kwao. Bwana, mimi naanza na wewe. Nataka wewe useme unatoa kitu gani sasa kwa wadau ambao pengine walikuwa hawajamuelewa mama kwenye michezo? Kwa wadau ambao walikuwa hawajamuelewa mama, inabidi waendelee kumuunga mkono ili kusudi ahadi zake azifikishe, kwa sababu mama anatoa motivation kubwa. Watu tunaona wanajituma. Huyu mama ni mtu wa mchezo. Kwa hiyo tuendelee tu kumuunga, aendelee kutoa support yake kwenye mchezo ili kusudi kaweze kufanikiwa. Bwana Mwananyasi, kitonge unakitaka ukitaki? Bwana Lunyasi, unataka kitonge utaki? Mimi nakitaka kitonge. Kwani sikitaki? Tema. Kwanza nichukue nafasi hii kwa heshima taazima. Makofi matatu kwa Simba kwanza. Makofi matatu kwa Simba. Pamoja sana. Twende hapo. Hii ni hatua nyingine. Ni hatua nyingine. Nafikiri tuseme ni hatua ya kwanza. Ya mwisho ni kombe kuleta hapa. Sawa. Ni kombe kuleta tu hapa Tanzania. Pia tena goli la mama unalizungumziaje? Goli la mama nafikiri aongeze tu dau. Yapo mengi sana. Yapo mengi sana yanakuja. Dau tu aongeze, yani aongeze kwa watoto wafikie hii hapa. Aongeze dau. Waongeze dau. Aongeze tu dau. Bwana, wanasema aongeze dau. Mama Samia huwa haachwi na akina mama wenzake. Na huyo ndio kawaida ya Mama Samia, na mwisho wa siku kina mama wenzake na wao ndio tena wanafanya kumkimbia. Ngoja tutawapata tu kina mama wanamuunga mkono Mama Samia. Mama, salamu tu moja kwa Mama Samia. Moja tu, mpe salamu.
Mama ameogopa kitonge bwana. Mimi niseme tu sina la ziada, nikitokea hapa katika viunga vya stendi ya zamani. Nilikuwa nazungumzwa na wakeleketwa wa soka wakitokea hapa, na mimi jina langu naitwa Chief Watuta. Tunane kwa wakati mwingine. Hii ni Sports Psycho ya Standard Radio FM. Goli la mama. Mungu aibariki Tanzania, Mungu aibariki Afrika na Simba kwa ujumla, na kesho tukutane. Asante sana Chifu Atuta. Chifu Atuta amefanya vizuri. Mimi nimependa alivyofanya. Namna ambavyo walivyokuwa wanazungumza na mashabiki juu ya goli la mama, nimefurahi kweli kweli. Baada ya kumaliza kawapa pongezi kwa mpaka sasa wana nusu finali, lakini pia wana bonus ya milioni 20 katika begi lao ama katika account. Kwa hiyo moja kwa moja mimi nawapongeza sana Simba kwa kile ambacho wamekifanya. Ubao bora ambao ulidhamiriwa sasa sio story tena, ni fact kwamba tayari Simba yuko hatua ya nusu finali. Kwa hiyo nafikiri labda ni kuendelea kuzichanga karata vizuri kuhakikisha kwamba pale ambapo watafika katika hatua inayofuata wakaweze kufanya vizuri ili hivyo ndivyo ambavyo tunatamatisha habari hii.